aliye na haki kwa kupata uzuri wa suhba mimi nimfanyie. Qala, katika riwaya hiyo mtume akajibu vile vile ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka. Yani kabla ya kuuliza mara ya pili na mara ya tatu, ni mwenyewe mtume akamwambia suala hili ni mama yako, kisha mama yako, kisha mama yako, kisha mama yako, kisha baada ya hapo ndio baba yako. Thumma adnaka adnaka, kisha tena unaendelea na kila aliyekukurubia katika nasabu yako ndiyo unamsogeza mbele. Neno hili thumma adnaka adnaka, adnaka yani kwa hapa al-aqrabu fal-aqrabu, kisha yule aliyekaribiana na wewe katika nasab, na khalafu unakwenda mbali kidogo, lakini unamwanza yule ambaye kakaribiana zaidi na wewe. Ukimwacha mama, yani katika aliyekukaribia zaidi atakuwa baba yako, aliyekaribia zaidi ndugu yako pengine, baadaye kuna ammi, baadaye kuna mama mdogo, baadaye kuna wajomba, baadaye kuna mashanga, alimradi hivyo. Wasahabatu bimaana suhba, na hiyo sahabatu vile vile kwa maana ya suhba. Wa qawluhu thumma abaka, na aliposema thumma abaka hakadha huwa mansubun bifi'lin mahdhufin. Katika riwaya hii imekuja abaka kwa kunasibishiwa fatha abaka na sio abuka. Ikija hivyo thumma abaka inakuja bifi'lin mahdhufin, kwa kitendo ambacho kimeondoshwa hapo, kinakadiriwa thumma birra abaka, kitendo ni birra, kisha mfanyie wema baba yako. Fi riwayatin thumma abuka, lakini katika riwaya nyingine imekuja bidhamma thumma abuka, wa hadha wadhihun, na hiyo abuka hapo ni wadhih, ummuka abuka sawa sawa. Lakini ikija abaka lifi'li mahdhufin, ni kwa kitendo ambacho kimeondoshwa hapo, takdiruhu, mkadirio wake thumma birra abaka, kisha mfanyie wema baba yako baada ya mama yako. Afada alhadithu, imefidisha hadithi hii ziyadatul wasiya fil ummi. Hapa pana umuhimu wa kuzingatia ziada ya wasia wa mtume kwa mama umekwenda mara tatu. Kwa nini? Lidhafiha wa hajatiha, kwa sababu ya udhaifu wake mama na kwa sababu ya haja alionayo zaidi kuliko baba. Yeye anakuwa ni dhaifu mwanamke, nguvu zake zinamtoka upesi kuliko baba. Hiyo ndio takriban ndio makadirio, mwanamke nguvu zake zinamharibika upesi. Na kwa wale wanaopiga makelele katika dunia kwa kutaka kuwagomboa wanawake, kwa kuwatetea na kuwapigania wapate haki zao, wanawake wameonewa, wamedhulumiwa, basi pahala pazuri zaidi pa kutaka haki za wanawake ni katika dini ya Kiislamu. Katika Uislamu haki za mwanamke zimetetewa kuliko watakavyozitetea watu wote wale. Katika hadithi hii peke yake ile mtume kukariri mara tatu ummuka thumma ummuka thumma ummuka, na akamweka baba katika nafasi ya 4. Maana yake nini? Imeshaonekana katika Uislamu ya kwamba mwanamke ni kiumbe ambaye anataka kuheshimiwa zaidi, kutukuzwa zaidi, kusaidiwa zaidi, kwa sababu kimaumbile yeye si sawa sawa na mwanamume, na kwa hivyo anakonga upesi. Hilo jambo walimwengu wanalijua, lakini sijui kwa nini wanapozungumza masala ya kutaka haki za wanawake huwa hawalioni hili, kama mwanamke anakonga upesi na mambo yake imekuwa ya kukamatiwa, ya kuongozwa, ya kushikiwa, ya kusaidiwa. Na ndiyo maana mwanamume amelazimishwa kisheria, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake wa kuwasimamia mambo yao yote, kuanzia ibada zao, chakula chao, alimradi heshima zao, kila kitu wanaume ndio kama usukani, kwa sababu ya udhaifu binafsi wa ule kimaumbile Mwenyezi Mungu alipoumba, ameumba dhaifu. Kwa maana hiyo si watu wa kuadhiriwa mabarabarani na kupagazwa makazi ambayo hayastahiki kupewa wanawake. Wao ni dhaifu,
ni watu wa heshima zaidi, ni watu wa kustahiwa zaidi, na hata miili yao imekadiriwa ya kwamba ni miili ya kuheshimiwa zaidi. Namna anavyotakiwa avae mwanamke katika Uislamu zaidi kujistiri kwake kuliko vile ambavyo anatakiwa jistiri mwanamume. Pale mwanamke si kama amedhalilishwa, bali kapewa heshima zaidi, bali kastahiwa zaidi, bali ametukuzwa zaidi mwanamke alipoambiwa agubike mwili mzima. Labda kama kuna nafasi ya kuachwa ni uso wake na viganja vya mikono. Kwa maana hiyo si kama amefanywa mwanamke mpumbavu sana, si kama mwanamke amefanywa mnyonge sana, si kama mwanamke hapa amedharauliwa sana kiasi ambacho kaonekana si lolote chochote katika dunia hata akapewa kivazi hicho. Hapo ina maana kaheshimiwa zaidi. Kinyume na wanaomtetea mwanamke, kumbe kumtetea kwenyewe kumbe wanamtaka awe huru, hata kumwaga mumewe mathalan anapotaka kutoka iwe hakuna haki ya kumwaga. Yeye na mumewe imekuwa ni sawa sawa, uwezo wao ni sawa sawa, kiamua kutoka mwanamke atoke tu. Hii kwa hakika siyo haki kwa mwanamke, si haki yake. Yeye ni dhaifu kwa kila hali, dhaifu wa kimaumbile, dhaifu katika mawazo, dhaifu wa kila hali. Hata katika matendo ya ibada ni dhaifu. Kuna baadhi ya wakati mwanamke hafanyi ibada na kasamehewa, hakuna haja ya kuilipa ibada ile. Ibada ya sala anapokuwa na hedhi mwanamke au nifasi amezaa, basi amesamehewa, hakuna haja ya kulipa sala katika siku ambazo za hedhi au nifasi. Kinyume na mwanamume hakupewa nafasi yoyote ile ya kuiacha ibada hiyo. Labda kasahau, labda amezimia, hana fahamu, labda kalala, lakini akipata fahamu tu wajibu uko pale pale. Kwa hivyo ziyadatul wasiyatu fil ummi, faida inayopatikana katika hadithi hii, kuzidishwa wasia kwa mama kutajwa mara 3 na mtume wa Mungu. Lidhaafiha wa hajatiha, ni kwa sababu ya udhaifu wake na kwa sababu ya haja yake mwanamke. Mwenyezi Mungu anamjua udhaifu wake mwanamke na anamjua anahitajia nini mwanamke. Ndiyo maana kwa upande wa mwanawe, kama kuna baba yake na mama yake, basi anaambiwa mama yako mara 3. Halafu kama nafasi nyingine ingalipo, ndo utatazama kwa baba yako vile vile. Wa anna ikrama al-kharaba, na hadithi inaendelea kutupatia faida vile vile ya kwamba kutukuza na kuwakirimu jamaa wa karibu, laisa ala darajatin wahidatin, haiko katika daraja moja tu. Hadithi inabainisha waziwazi, imekwenda mama halafu ikatoka ikaenda kwa baba vile vile. Inaonesha kwamba kuwatukuza au kuwakirimu au kuwaheshimu watu katika familia haikuwekwa katika daraja moja tu, kwamba imemhusu mama peke yake, bali imemhusu wengine kama baba, na halafu anafuatia mwingine vile vile, thumma adnaka, kisha aliyekukurubia. Yani haiko katika daraja moja peke yake. Hatakuwa mtu amefanya haki kwa familia yake kwa sababu tu amemtunza mama yake na baba yake akawadharau wengine, itakuwa kufanya kitu. Yule ndugu wa mama anachukua nafasi ya umama naye vile vile sawa sawa. Ndugu wa baba ana nafasi ya ubaba naye vile vile sawa sawa, anatakiwa apewe heshima kama ya baba mtu. Na halafu kuna ndugu katika familia kama kaka na madada na kadhalika. Hawa wote kwa hakika lazima haki ya kufanyia wema na kuwatunza na kuheshimu iko kama baba na mama. Faida ya pili au ya 3 inayopatikana katika hadithi hii, istadalla alfuqaha, wametoa dalili wanavyuoni wa fiqh bihadha alhadith, wametoa dalili kwa hadithi hii, ila anna rajula, ya kwamba mtu mwanamume au mtu mwingine yote yule, idha wajaba alaihi, pindi imetokezea wajibu juu yake, nafaqatu abihi wa ummihi, wa kumtumilia matumizi baba yake na mama yake. Imetokezea kwamba hawa viumbe wawili wako hai na mtoto ndiyo anayetegemewa kuwatizama hawa wawili, wala yamliku illa nafaqata ahadihima, na wala hamiliki isipokuwa matumizi ya mmoja tu katika wawili wale. Alichonacho ni kimoja tu,
hakitoshi kwa kuwapa wawili wale. Basi wametoa dalili kwa hadithi hii wanavyuoni wa fikhi, quddimatil ummu, wakasema hapa kwa hakika atatangulizwa mama na baba ataiko upande. Hii ndo heshima ya mwanamke katika Uislamu, namna ilivyompa hapa. Kwa hakika hapawezi kufichikana kabisa kabisa. Hii ni haki yake, mama anapewa kwa vyovyote itakavyokuwa. Tena mama wenyewe hata kama si Muislamu, amebaki na dini yake, yeye ni kafiri wenyewe si harbi, hapigi vita dini, kakana na ukafiri wake tu, basi mtoto aliyekuwa Muislamu haki hii bado ana wajibu juu ya mamake huyo. Atamfanyia wema, atamwacha kama alivyo na dini yake, lakini wajibu wa kumfanyia wema na ihsani uko pale pale. Quddimatil ummu, hapo kwa hakika atawekwa mbele mama. Hivi ndivyo mwanamke alipopewa hadhi katika Uislamu, pahala ambapo hapapatikani pengine palipomtukuza na kumuenzi mwanamke kuliko hapo. Mila mbalimbali duniani zimemdharau mwanamke, zinamfanya hana nafasi hata ya kurithi, bali yeye mwenyewe mwanamke anarithiwa kama ni mali, ni chombo cha kutumia tu. Uislamu umekanusha hayo, umemfanya mwanamke ni kiumbe mwenye haki sawa sawa na mwanamume za kurithi, ila sehemu zao za kurithi ndio tofauti, na hayo bigharadhin ma bihikmatin ma, ni kwa lengo maalum, ni kwa hikma maalum. Lakini haki ya kurithi wanayo wote wawili, mwanamume ana haki ya kurithi na mwanamke anayo haki ya kurithi, ila viwango vya kurithi viko tofauti kati ya mwanamke na mwanamume, na hayo ni kwa hikma maalum, kutokana na wajibu walionao tofauti kila mmoja katika hao. Mwanamume kapewa wajibu zaidi, basi hata kurithi vile